Hujambo mtazamaji wa ASAM Online TV, nikukaribishe katika kipindi chetu pendwa cha School Time, ambapo leo tupo Fuoni Michenzani katika skuli ya Best Start School, ambapo tutaenda kushuhudia vipaji mbalimbali tulivyoandaliwa na wanafunzi wa skuli hii. Jina langu ni Madina Omar, lakini unaweza kuniita Auntie Dina katika kipindi hichi cha School Time. Anayeniongoza ni Jabir Ridhiwani. Usiache kufuatilia mwanzo hadi mwisho katika kipindi chetu pendwa cha School Time. Karibu. Twa hesabu tena, marafiki wote pamoja, furaha darasani leo. Twa hesabu tena, marafiki wote pamoja, furaha darasani leo. Na mtazamaji wa ASAM Online TV katika kipindi pendwa cha School Time, ambapo leo tunaenda kuwasikiliza wanafunzi wa Best Start School, ambapo tutaenda kuangalia vipaji mbalimbali ambavyo wameweza kuniandalia Auntie Dina. Si ndio wanafunzi? Ndio. Haya, wanafunzi, Auntie Dina. Wanafunzi, Auntie Dina. Haya, sasa kabla ya yote wanafunzi, nataka mmoja ainuke atusomee Qur'ani ili kipindi chetu kiende vizuri. Nani atainuka? Kwanza ujitambulishe. My name is Hafiz. I live at Fuoni. I 9 years old. Nimesimama hapa kuwasomeni sura na tafsiri yake. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Qul huwallahu ahad. Sema Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Allahu samad. Mwenyezi Mungu ndiye mkusudiwa. Lam yalid wa lam yulad. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wala kufanya kitu chochote. Masha Allah. Tumpongezeni. Mashallah. Sasa tunarudi katika upande mwingine. Wanafunzi, Auntie Dina. haya, mmoja ainuka aje kunisomea alphabet. Zamu ya nani? My name is Nihla. I live at Fuoni. I am 7 years old. I study at Best Start School. Meja kusimama hapa kusoma alphabet. A for apple, B for ball, C for cat, D for doll, E for elephant, A for flower, G for grapes, H for house, I for ice cream, J for jelly, K for cat, N for lemons, N for monkey, N for nest, O for orange, P for pens, Q for queue, R for rabbit, S for shoes, house, T for elephant, telephone, U for umbrella, V for vegetable, W for watch, H for xylophone, Y for yacht, Z for zipper. Nyie mnajua vo. Hemu mpongezeni kwanza. Haya, mwingine aje kuniambia vyanzo vya maji. Jina lako? Jina langu Hadida. Nakaa Fuoni. Nasoma Best Start School. Tutajie chanzo cha maji kimoja.
Samaki. Oh, sio hiyo. Kwani samaki anaishi wapi? Baharini. Wapi? Baharini. Baharini. Kwani bahari sio chanzo cha maji? Ndicho Haya, mwingine. Anjo. Haya, mwingine. Mimi napenda mtu kama huyu, anajiamini huyo. My name is Akram. I live at Fuoni. I am 8 years old. My mother's name is Mwatima. My father's name is Nasor. I study at Best Start School. Chanzo cha maji? Mvua. Mvua. Jamani, tumpongezeni. Haya, mwingine aje kumalizia. Mwingine basi. Hanjo. Unaitwa nani? My name is Awatif. I live at Fuoni. Tutajie. Maji ya mferejini. Mashaallah. Kasemaje? Maji ya mferejini. Kapata? Au kakosa? Kapata. Haya, tumpongezeni naye kidogo. Hello. Hi. How are you? I'm fine too. How about you? I'm fine too. What is your name? My name is Akram, and you? My name is Haris. Where do you study? I study at Best Start School. Where is the school? It is at Fuoni Michenzani. Thank you. Thank you. Bye. Bye. My name is Warda. I live at Fuoni. I study at Best Start School. I live my parents, mommy and daddy. Haya, tutajie. Rais wetu wa Zanzibar anaitwa nani? Dr. Mwinyi, Mheshimiwa Rais. Mashaallah, tumpongezeni. Mashallah, jazakallahu khair. Na Mungu atupe na sisi atupe. Haya, mmoja aje kunitajia rangi zilizopo katika bendera ya Tanzania. Zipo rangi ngapi kwanza zile? 4. Zipo 4. Sasa hapa atakuja mmoja mmoja mpaka zinafika 4. Haya, njoo. Rangi ya mwanzo? Manjano. Manjano. Mwingine? Nataka yule alokuwa hajaja vo hapa. My name is Ikram. I live at Fuoni. I am 7 years old. Rangi ya pili? Nyeusi. Nyeusi. My name is Ali. Nakaa Fuoni. Nasoma skuli Best Start School. Rangi ya tatu? Rangi ya tatu nyeusi. Nyeusi kashataja. Hakuja kusaidiwa? Haya, mwingine aje kumsaidia. Hanjo. My name is Imad. I live at Fuoni. Nyeusi. Nyeusi tayari. Nyingine? Blue. Blue. Haya, mwingine aje kumalizia. Hanjo. My name is Lutfat. I live at Fuoni. I am 7 years old. I study at Best Start School, Kijani. Kijani. Haya, mani tujipongezeni. Kwa majina naitwa Rahma, nakaa Fuoni, nasoma skuli ya Best Start. Nimesimama hapa kwa ajili ya kusomeeni hadithi. Paukwa. Alikuwepo sungura na paka. Sasa siku moja sungura akaja akamwambia paka, paka, twenzetu baharini tukavue. Akasema sawa sungura.
sungura anavua paka yeye, kumbe huku samaki anawala. Akaambia paka, samaki unatia? Akasema ndio natia. Akaambia basi leta niwaone. Akaja kuyakuta miba tu. Hadithi hii inatufunza tusiwe wa roho. Mmesikia? Tusiwe nini? Wa roho. Tena hapo mwenzio ashaenda kununua kachori, tena unamng'ang'ania nigeiye na kati na wewe yako shakula. Tusiwe nini? Wa roho. Haya, mwingine aje kumalizia hadithi nzuri. Hello. Hi. My name is Lubna. I live at Fuoni. I am 7 years old. I study at Best Start School. I live at my parents, Mama and Daddy. Nimesimama hapa kuwasomeni hadithi. Walikuwepo madenge na kobe. Siku moja kobe alimwambia rafiki yake, twenzetu tukalime. Haya, sungura kobe akasema, mimi sipendi kwenda shambani. Akasema sungura alimwambia, mimi sitaki kwenda huko mimi, lakini nimechoka hapa. Akaenda siku nyingine sungura akaenda kwa kobe, akamwambia twenzetu tukalime. Naye akasema kobe, mimi hapa naumia na mkono. Hadithi yangu ikaishia hapo. Na hadithi yetu ikaishia hapo. Hadithi yetu inatufundisha nini? Tusiwe wavivu. Tusiwe nini? Wavivu. Twahesabu tena, marafiki wote pamoja, furaha darasani leo. School time, twende tukajifunze rhyme, na Auntie Dina twacheka, tunasoma na kucheza. ABC twasema 1, 2, 3. Twahesabu tena, marafiki wote pamoja. 3. Twahesabu tena, marafiki wote pamoja, furaha darasani leo. Na mtazamaji wa Asam Online TV, katika kipindi hichi cha School Time tumeweza kuona watoto wa skuli hii ya Best Stars School, ambapo tumeona vipaji mbalimbali na tumeweza kuona vile ambavyo wanaweza kujibu maswali ambayo nimeweza kuwauliza. Na hapa nipo na mkurugenzi wa skuli ya Best Stars Schools. Ataweza kutuelezea historia pamoja na mbinu gani ambazo anaweza kuzitumia katika ufundishaji wa wanafunzi hawa. Na hapa tumsikilize kwanza mkurugenzi jina lake ili tuweze kumfahamu zaidi. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina naitwa Ali Muhammad Abdallah. Kitaaluma mimi ni mwalimu. Ni mwalimu na huko mbele nimekuwa ni mwalimu wa walimu. Kwa hiyo katika skuli hii mimi ni mkurugenzi, lakini pia ni mmiliki wa skuli hii. Ilianza mwaka 2018, miaka 8 sasa. Ina umri wa miaka 8. Tumeshatoa wanafunzi wengi na alhamdulillah tunajisifu, tunajisikia raha kuona kwamba wanafunzi wetu wanafanya vizuri huko waliko. Kama unavyojua kwamba hii ni skuli ya zaidi maandalizi, ingawa kutokana na pressure ya wazazi tumelazimika kuanzisha darasa dogo la msingi, kwa sababu kutokana na mafunzo yetu tunayotoa hapa, wale walimu, wale wazazi wanahisi kuwapeleka watoto wao katika skuli nyingine za karibu kama wanarejesha nyuma hivi. Kwa hiyo kumekuwa na maombi tufanye darasa la kwanza mpaka tumekubaliana nao. Kwa kweli tuna darasa la kwanza, tuna darasa la pili, na wakitoka hapa wale ambao hawaamui kuwabakisha watoto wao hapa huwa wanawapeleka skuli za karibu. Kwa mfano Fuoni, sisi huwezi kupita hapa ukasikia mwalimu bebe ile tunaita parrot learning. Sisi tunaona ni learning, lakini sio mfumo wa kileo ambayo mtoto anaweza kujifunza vizuri.
Na tukirudi katika wazazi katika usimamizi na kufuatilia maendeleo ya wanafunzi, vipi wazazi wana mwitiko gani katika kufuatilia maendeleo? Asante sana. Kwa kweli hapa kwetu tunashukuru. Ni jambo geni kidogo tuliliingiza, lakini kwa sababu mimi kama nilivyosema ni utaalamu wangu huu, niliona kwamba mtoto hawezi kusoma bila ya watu watatu kuwepo. Awepo mtoto mwenyewe, awepo mwalimu, lakini awepo na mzazi. Moja ya hizi yakiondoka au ikiwa haitekelezi majukumu yake, kusoma hakupatikani. Mtoto au ubongo wa binadamu unakuwa katika spidi kubwa zaidi katika miaka mitatu ya mwanzo. Mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu. Mtu akishafikia miaka mitatu, hapa tena ukuaji unakuwa ni very slow, unakuwa kama umekamilika, kama unapiga ndogo ndogo, lakini inakuwa ni slow. Kwa hiyo miaka mitatu ya mwanzo ni muhimu sana kuweza kuanza kumpeleka mtoto pahala ambapo atajengwa kiakili, kimwili. Ukiona pembea hizi, ukiona michezo hii, maana tunamjenga mtoto kimwili. Na niseme kwamba haya hatuyasemi tu, haya ni mambo ambayo yamekuwa researched. Kuna research mbalimbali zimefanywa East Africa na duniani kwingine, na matokeo yameonyesha ni matokeo mazuri. Watoto wangu mimi wote ndio wote basi wamepitia katika shule hizi. Pamoja na kwamba nilikuwa na uwezo mzuri wa kupeleka mtu wangu shule yote ya Zanzibar, lakini sikuthamini. Nilisema kwamba watu wasome katika shule kama hizi. Na mtazamaji wa ASAM Online TV, katika kipindi pendwa cha School Time tumeweza kumsikia mkurugenzi wa skuli ya Best Stars School, Mwalimu Ali Muhammad, ambapo ameelezea historia fupi kuhusiana na skuli hii pamoja na kuongelea swala zima la watoto, ambapo tunatakiwa miaka mitatu kuwasherehesha watoto hao ili waweze kukua na kipaji zaidi, ambapo pia ameelezea kwa wazazi kufuatilia maendeleo ya skuli ni muhimu, hasa kwa kujua kile ambacho kinachofundishwa skuli. Jina langu ni Madina Omar, pia katika kipindi hichi unaweza kuniita Auntie Dina, bila kusahau aliyeniongoza katika kipindi hichi cha leo ni Jabir Ridhiwani. Usiache kufuatilia ASAM Online TV, bila kusahau wadhamini wa kipindi hichi ni ASAM Electrical Company Limited. Kipindi cha School Time.